إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. نشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة ومحى الظلم وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله جل جلاله. Ndugu zangu katika iman, baada ya kumhibidia Allah jalla jalalu na kuzitaka ziada za rehma na amani zimwendee kiongozi wa umma mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ninakuhusieni ikiwa ni pamoja na kuihusia nafsi yangu, ninachokuhusieni ni juu ya suala zima la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani ucha Mungu ndilo jambo pekee litakalonifanya mimi na nyinyi kuipata salama katika dunia hii, kaburini na kesho akhira. Ndugu zangu, leo tuko katika saumu ya pili ndani ya huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kila inapoingia Ramadhani, mashekhe na walimu wamekuwa wakieleza na kufafanua malengo ya kufaradhishwa kwa funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na wamekuwa wakilikariri hili ili liweze kuleta natija, liweze kuleta matokeo kwa Waislamu mara tu wanapotoka katika mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu katika iman, indama faradha Allahu azza wa jalla alaina siyama, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipoifaradhisha kwetu sisi funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kana lihikamin tashri'iyatin hakima, ilikuwa ni kwa ajili ya hikma nzuri za kisheria, wa maqasidu rabbaniyatin aliya, na ilikuwa ni kwa ajili ya makusudio ya kiungu yaliyo matukufu. Wa min ahammi almaqasidi walhikami allati min ajliha shuri'a as-siyam, na miongoni mwa makusudio yaliyo muhimu zaidi na hikma zilizo muhimu zaidi ambazo kwa ajili yake ndiyo ilikuwa ni sababu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuisharaisha kwetu sisi funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, huwa an yakhruja almuslimu min shahri as-siyami wa huwa min almuttaqin, nako ni Muislamu
kutoka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na hali ya kuwa yeye ni miongoni mwa wacha Mungu. Hayo ndiyo makusudio na hiyo ndiyo hikma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuileta kwetu sisi funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Huwa an yakhruja almuslimu min shahri siyami wa huwa min almuttaqin, nako ni Muislamu atoke ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na hali ya kuwa yeye ni miongoni mwa wacha Mungu. Kila mmoja hapo alipo ajifanyie tathmini, amefunga Ramadhani ngapi katika umri wake? Je, malengo ya kutakiwa kufunga Ramadhani yalitimia? Na kama hayakutimia alikosea wapi? Leo hii ikiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekujalia umri wa miaka 60, ukitoa ule umri wa baligh wa miaka 15, ina maana wewe una Ramadhani 45. Hii inamaanisha nini? Inamaanisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema na wewe la'allakum tattaqun mara 45. Sasa Allah Subhanahu wa Ta'ala ikiwa amesema na wewe mara 45 la'allakum tattaqun, na hii inamaanisha unazo Ramadhani 45. Je, hizo Ramadhani 45 zimekubadilisha? Lengo la wewe kutakiwa kufunga hizo Ramadhani limetimia? Ramadhani imekupeleka katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Na kama hilo halijatimia kwako, hujui kwamba wewe una masuhulia utakayoulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ukiulizwa na Allah Jalla Jalaluhu, je, unayo majibu ya kumjibu? Kuna mwingine hivi tunavyosema ana umri wa miaka 40. Umri wa miaka 40 ukitoa miaka 15 ya baligh, hii inamaanisha yeye ana Ramadhani 25. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema naye la'allakum tattaqun mara 25. Hizi Ramadhani 25 zimembadilisha, kwa sababu min maqasidi siyami, miongoni mwa makusudio ya saumu, an yakhruja almuslimu min shahri siyami wa huwa min almuttaqin. Muislamu anatakiwa atoke ndani ya huu mwezi mtukufu wa Ramadhani na hali ya kuwa yeye ni miongoni mwa wacha Mungu. Hiyo miaka 25 ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekujalia kuidiriki Ramadhani, au wengine wana Ramadhani 45, kama hazikukubadilisha Ramadhani, unayo masuhulia utakayoyajibu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndugu zangu, nikwambieni, hakuna rasilimali kubwa ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa mwanadamu katika dunia hii kama vile umri. Mmoja katika salafu salihin anasema, inna nasiba al-insani min ad-dunya umruhu, hakika rasilimali kubwa ambayo mwanadamu amepewa katika dunia hii na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni umri wake. In ahsana istighlalahu, ikiwa ataitumia vizuri rasilimali hii, bima yanfa'uhu fi dari al-qarar, kwa kufanya yale mambo yatakayomnufaisha katika nyumba ya akhera. Na miongoni mwa hayo mambo mazuri ni funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ikutoe katika maasi na ikupeleke katika ucha Mungu. Sasa ikiwa mwanadamu ataitumia vizuri rasilimali hii ya umri aliyopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kufanya yale yatakayomnufaisha akhera, faqad rabihat tijaratuhu, basi mwanadamu huyo atakuwa amefanya biashara na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na biashara yake itakuwa imepata faida. Biashara sio kuchukua nyanya ukaenda ukauza sokoni, hii ni kwa ajili ya maslaha ya kidunia. Lakini biashara yenye faida na yenye kubakia, fanya biashara na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
Hivyo basi ni muhimu sana kwa Muislamu kuitumia rasilimali ya umri kwa kufanya yale yatakayomnufaisha akhera. Wa man asaa istighlalahu, lakini huyu mwanadamu ikiwa ataitumia vibaya rasilimali ya umri wake hapa duniani, fil maasi wa sayyiati, kwa kufanya maasi na kufanya maovu, hatta laqiya Allah ta'ala bisu'il khatima, mpaka akakutana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na hali ya kuwa amepata mwisho mbaya, fahuwa minal khasirin, basi mwanadamu huyo atakuwa ni miongoni mwa watu waliopata hasara. Ndugu zangu katika imani, ni hasara ngapi zimetufika kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutupa fursa ya umri, lakini ikawa umri huu hatukuutumia vizuri. Ramadhani zinakuja zinaondoka, zinakuja zinaondoka, na sisi tuko katika yale yale. Hii ni hasara kubwa. Ni wangapi ambao tulifunga nao Ramadhani iliyopita? Hebu fanya tathmini, katika Ramadhani hii tuko nao? Hatuko nao. Mimi na wewe hatuwezi kujua hata kama Ramadhani hii tutaimaliza, na kama ikitokea tukaimaliza Ramadhani hii, hatufahamu kama Ramadhani ijayo tutaidiriki. Basi fanya kama Ramadhani hii ndio Ramadhani ya kuaga, kana kwamba hautoidiriki tena Ramadhani. Kwa hiyo min ahammil maqasidi, miongoni mwa makusudio muhimu zaidi, wal hikam allati min ajliha shuri'a as-siyam, na hekima ambazo kwa sababu yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliamua kufaradhisha funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, huwa an yakhruja al-muslim min shahri as-siyami wa huwa min al-muttaqin, nako ni Muislamu kutoka ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na hali ya kuwa yeye ni miongoni mwa wacha Mungu. Na malengo haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyaeleza ndani ya Qur'ani katika aya ya 183 inayopatikana katika surati al-Baqara. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, enyi wale ambao mmeamini, imefaradhishwa kwenu funga kama walivyofaradhishiwa wale waliokuwa kabla yenu, ili mpate kuwa na takwa. Kwenye lile neno la'allakum tattaqun pigia mstari. Kumbe lengo la kuletwa funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kwetu sisi ni kutufanya sisi tuwe wachaji Mungu. Kwa tunarudi pale pale, min ahammil maqasidi wal hikam allati min ajliha shuri'a as-siyam huwa an yakhruja al-muslimu min shahri as-siyami wa huwa min al-muttaqin. Lengo Ramadhani imalizike, wewe Muislamu ukiwa ni miongoni mwa wachaji Mungu. Na suala la kumcha Mungu, ndugu zangu, ni suala muhimu kuliko unavyofikiria, kwa sababu suala hili la kumcha Allah ndilo litakalokufanya wewe uipate salama hapa duniani. Mtu anapoishi katika hali ya uchamungu hapa duniani ndio anasalimika na mambo ya kidunia, lakini suala la kumcha Allah ndilo litakalokufanya wewe uipate salama huko akhera, kunusurika na adhabu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio maana uchamungu ukawa ni usia ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewahusia waliokuwa kabla yetu, lakini hivyo hivyo ametuhusia sisi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rejea katika aya ya 131 inayopatikana katika suratul Nisa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum, naama kwa hakika tuliwahusia wale waliopewa kitabu kabla yenu na nyinyi ummati Muhammad, hivyo hivyo tumekuhusieni. Tumehusiwa nini? Anittaqullaha, ya kwamba mcheni Mwenyezi Mungu, wa in takfuru, na ikiwa mtakufuru mkagoma kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fil ardh, basi tamweni ya kwamba ni vya Mwenyezi Mungu viumbe vyote vilivyoko mbinguni na vilivyoko ardhini.
wa kana Allahu ghaniyan hamida, na Mwenyezi Mungu ni mkwasi, hahitaji kwa viumbe wake, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusifiwa. Usipomsifu wewe, vipo viumbe vingi vinamsifu Allah subhanahu wa ta'ala. Usipomwabudu wewe, vipo viumbe vingi vinamwabudu Allah jalla jalaluhu. Kwa hiyo ucha Mungu ni usia ambao wameusiwa waliokuwa kabla yetu, lakini hivyo hivyo sisi ummati Muhammadi tumeusiwa kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Utaona ucha Mungu ni jambo ambalo lina umuhimu kwa kiwango gani, na ndiyo maana Allah subhanahu wa ta'ala akaamua kuileta Ramadhani kwetu sisi. Lengo la'allakum tattaqun, an yakhruja almuslim min shahri siyami wa huwa min almuttaqin, atoke Muislamu ndani ya huu mwezi wa Ramadhani na hali ya kuwa yeye ni miongoni mwa wachaji Mungu. Lakini ndugu zangu, ucha Mungu ni nini? Yawezekana ikawa mtu asifahamu taarifu ya neno takwa, neno ucha Mungu. Wanawazuoni wameliarifisha neno hili kwa taarifu nyingi, lakini tutaichukua taarifu moja ya Imamu Ali karramallahu wajha. Yeye anaueleza ucha Mungu, anasema huwa khawfu min aljalil, ucha Mungu ni kumwogopa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wal amalu bitanzil, na kuifanyia kazi Qur'ani, wal qana'atu bil qalil, na kutosheka na kichache, wa isti'dadu lirrahili, na kujiandaa kwa ajili ya safari ya akhera. Huo ndio ucha Mungu. Sayyidina Ali ametaja mambo manne. Jambo la kwanza, al-khawfu min al-jalili, ni kumuogopa Allah. Ukimuogopa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kama unafikiria kumwasi, hutomwasi kwa sababu una hofu na Allah. Ukifikiria kulewa, huwezi kulewa kwa sababu una hofu na Allah. Ukifikiria kuiba, huwezi kuiba kwa sababu una hofu na Allah. Ukifikiria kuzini, huwezi kuzini kwa sababu wamuogopa Allah. Na ukijizuia na haya, ndio ucha Mungu wenyewe. Al-khawfu min al-jalil, ni kumuogopa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ukimwona mtu anafanya maasi, huyo hana hofu ya kumuogopa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Lakini aliposema al-amalu bitanzili, kuifanyia kazi Qur'ani, mwanadamu maisha yake yote ya kila siku, min tulu'i al-fajri ila ghurubi shamsi, toka jua la chomoza mpaka laenda kuzama, yeye anatakiwa aishi kama vile Qur'ani inavyoelekeza. Na huo ndio ucha Mungu wenyewe. Al-qana'atu bil qalil, kutosheka na kichache. Kwa sababu kama wewe hutosheki, utaiba, utosheki, utaingiwa na husuda, utakwenda kuwanga, utaroga, kwa sababu huna qanaa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha, ili upate kushukuru, usimtazame yule anayekuzidi, mtazame yule unayemzidi kimaisha na kiafya. Utagundua kwamba wewe Mwenyezi Mungu amekuweka katika nafasi gani. Utapata ile alqanaa, ile kutosheka. Lakini istidadu lirrahili, kujiandaa kwa ajili ya akhera. Mtu yoyote anapoikumbuka safari ya akhera, hawezi kumwasi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwa sababu safari ya akhera ni safari nzito. Pale tu mwanadamu anapofikwa na umauti, mambo mazito huwa yanaanza. Kumbukeni kwamba kuna kitu kinachoitwa sakratul mauti, ulevi wa kifo, jambo ambalo Mtume sallallahu alayhi wasallam masaha wajhahu sharif bima'in baridi, aliufuta uso wake mtukufu kwa maji ya baridi kwa ajili ya kupoza ulevi wa kifo. Wa huwa yaqulu subhanallah inna lilmauti la sakarat, na hali ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema ametakasika Mwenyezi Mungu, hakika mauti yana ulevi. Hilo tu peke yake ukilikumbuka hilo, utakuwa na ile istidadu lirrahil, kujiandaa kwa ajili ya safari ya akhera, na huo ni ucha Mungu. Sasa lengo la kuletwa funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kikubwa zaidi, an yakhruja almuslimu min shahri siyami wa huwa min almuttaqin, anatakiwa atoke Muislamu
katika mwezi huu wafunga, hali ya kuwa yeye ni miongoni mwa wacha Mungu, na hapo ndipo atakapokuwa amepata salama katika dunia hii, kaburini na kesho akhera. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa wa rasulina al-Murtada khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Ndugu zangu, ninakuhusieni katika hutuba ya pili kama nilivyotangulia kukuhusieni katika hutuba ya kwanza. Kubwa zaidi ni kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ucha Mungu unazo daraja tano. Tunapozungumza ucha Mungu, wanawazuoni wamejaribu kufafanua, wakasema unazo daraja tano. Daraja ya kwanza, ayattaqi al-abdu al-kufra, ni mja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatakiwa aogope kutumbukia kwenye ukafiri, wa huwa maqamul Islam. Na mwanadamu anapokuwa katika nafasi hiyo, hilo jambo linamweka kwenye nafasi ya Uislamu. Ayattaqi al-kufra ni kuogopa kutumbukia kwenye ukafiri. Hii leo mtu anaweza akaamka akiwa ni Muislamu, anashinda akiwa ni Muislamu, lakini analala akiwa kafiri. Anaweza akafanya jambo dogo tu, yeye anadhani jambo hilo ni jambo la kipuuzi, halizingatiwi kisheria, Mwenyezi Mungu hana habari nalo, lakini kumbe ni jambo ambalo limemuingiza kwenye ukafiri. Kwa hiyo daraja ya kwanza ya ucha Mungu, ayattaqi al-abdu al-kufra, ni mja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwa na uoga wa kutumbukia katika jambo linaloweza kumuingiza kwenye ukafiri. Ukishakuwa na hali hiyo, wa huwa maqamul Islami, jambo hilo linakuweka kwenye nafasi ya Uislamu. Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu anasema, innakum lata'amaluna a'malan hiya adaqu fi a'yunikum min ash-sha'ri kunna na'udduhu fi ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam min al-mubiqat. Anas anasema, nyinyi mtakuja kufanya madhambi ambayo kwenye macho yenu mtaona ni mepesi, ni membamba kuliko unywele, ambapo sisi katika kipindi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam tulikuwa tunayahesabu kuwa ni miongoni mwa madhambi makubwa yanayoweza kumwangamiza mtu na kumuingiza kwenye ukafiri. Daraja ya kwanza ya ucha Mungu, ayattaqi al-abdu al-kufra, ni mja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwa na uoga, kuwa na hofu ya kutumbukia kwenye ukafiri, na hilo ndilo linalomweka katika Uislamu. Lakini daraja ya pili, ayattaqi al-abdu al-maasi wal muharramat, ni mja wa Allah kuogopa kutumbukia kwenye maasi, ni mja wa Allah kuogopa kufanya aliyoyaharamisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa huwa maqamu tauba, na jambo hili linamweka kwenye nafasi ya toba. Huwezi kutubia hali ya kuwa wewe unafanya maasi. Huwezi kutubia na hali ya kuwa unafanya aliyoyaharamisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ucha Mungu ni kuogopa kuingia kwenye maasi, ni kuogopa kufanya aliyoyaharamisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hili ndilo lengo la kuletwa Ramadhani kwetu sisi, la'allakum tattaqun. An yakhruja almuslimu min shahri siyami wa huwa min almuttaqin. Anatakiwa Muislamu Ramadhani inamalizika tayari amekwishakuwa ana athari ya ucha Mungu. Lakini daraja ya tatu ya ucha Mungu, ayattaqi al-abdu shubuhat, mja wa Allah anatakiwa kuogopa mambo yenye shubuha.
na Mtume katufundisha namna ya kuyajua mambo yenye shubha. Alisema alhalalu bayyin walharamu bayyin, halali iko wazi, haramu iko wazi, na baina ya halali na haramu umuru mutashabihat, kuna mambo yenye kukanganya. Una jambo unaweza ukalitazama usilijue kama lina uhalali au lina uharamu, hilo unatakiwa uachane nalo. Wa huwa maqamu zuhdi wa huwa maqamu alwara'i, na ukiwa katika hali hiyo jambo hilo linakuweka kwenye nafasi ya uchamungu mkubwa. Lakini daraja ya 4 ya uchamungu, ayattaqiya alabdu mubahat, ni mja kuogopa mambo ya mubaha, mambo ambayo ukifanya huwezi kuandikiwa dhambi na ukiacha huwezi kuandikiwa dhambi. Haya ni mambo ya mubahat ya. Kwa mfano, kuomba unaruhusiwa, ukiomba huandikiwi dhambi wala huandikiwi thawabu ukiomba. Lakini ikiwa wewe utatosheka ukasema mimi siombi, sasa unaambiwa huwa maqamu zuhudi, wewe una zuhudi, umeipa nyongo dunia. Pia ni katika daraja ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini la 5 ambalo ni la mwisho, wa huwa ayattaqiya al-'abdu hudhura ghaira Allah ala qalbihi, ni mja kuogopa kumweka kwenye moyo wake asiyekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini leo hii tunawaweka kwenye nyoyo zetu wake zetu, watoto wetu, mali zetu. Mwenyezi Mungu anakuja baadaye, hapo tumekosa ucha Mungu. Namba 1 anatakiwa kuwekwa kwenye moyo ni Allah Jalla Jalaluhu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vingine vifuatie. Sasa ni kuchelea kumweka asiyekuwa Allah kwenye moyo, wa huwa maqamul mushahada. Na mtu anapokuwa na hali hii ni kama vile anamshuhudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani anapofanya jambo ni kama vile Allah yuamuona mbele yake. Anaposali ni kama yuanong'ona na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu yuko karibu na yeye. Maqamul mushahada, tazama katika Madarijus Salikin iliyotungwa na Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, ameelezea ile maqamul mushahada, namna gani mtu anaweza kufikia ile daraja akaitwa rabbania. Ni kumweka Allah Subhanahu wa Ta'ala kwenye moyo wako. Yani kila unapotaka Allah unamuona. Wakati mwingine unamuona nasba ainaika, mbele ya macho yako. Huwezi kukaribia yale aliyokukataza Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haya mambo 5 tukiyashika, uchamungu utakita kwenye nyoyo zetu. Kama ambavyo uchamungu una daraja 5, lakini funga pia na yenyewe ina daraja ngapi? 3. Kuna funga inayoitwa saumul awam, funga ya watu wote, wa huwa kaful batni wal farji an qada'i shahwa, nako ni kuzuia tumbo na utupu kukidhi matamanio. Hili kila mmoja analifanya mwezi wa Ramadhani unapoingia. Anazuia tumbo lake kula na kunywa, anajizuia kukidhi matamanio, hachanganyikani na mkewe mchana wa mwezi wa Ramadhani. Tena anayafanya haya min tulu'i al-fajr ila ghurubi shamsi, toka jua linachomoza mpaka linakwenda kuzama. Ni funga iliyozoeleka, lakini bado haitoshi kule kujizuia kula na kunywa, kujizuia kuchanganyikana na mkeo, hilo halitoshi. Daraja ya 2 ya saumu inaitwa saumul khawasi, wa huwa kaful jawarihi anil athami, ni kuviziwia viungo kutenda madhambi. Na hapa ndipo Waislamu wanapofeli, kuviziwia viungo kutenda madhambi. Leo utamkuta mtu amefunga, tena mchana kutwa anatema mate. Ukimuuliza wewe vipi unatema mate, unauma? Anakuambia saumu kali sana. Lakini huyo anasema urongo. Huyo anasengenya. Huyo anawasalitisha Waislamu, anawafitinisha. Huyo anatukana. Huyo anasikiliza mziki ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ananyanyua mkono wake kumdhuru nduguye. Ananyanyua miguu yake kuyaendea mambo ya haramu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Waislamu wengi tunafeli katika hili, saumul khawasi, kaful jawarihi anil athami, kuviziwia viungo
kutenda madhambi. Tunafunga hali ya kuwa tunatenda madhambi. Wafanya biashara, acheni uongo. Mtu anakuja anakuuliza hii mihogo ni mitamu, unamwambia ndio mitamu. Tena wewe ni Muislamu mwenzie anaamini, lakini anakwenda kupika futari yake, anakuta futari kuwa ni chungu. Tuwe wa kweli, anakuuliza samaki huyu ni fresh, unasema freshi. Kumbe ana wiki 2 kwenye freezer. Anakwenda kumpika yule samaki, akimtia mdomoni anasambaa. Kusema uongo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tujikite kwenye daraja hii ya pili, saumul khawasi. Wa huwa saumu salihini, ndio funga ya watu wema. Kaful jawarihi anil athami, kuviziwia viungo kufanya madhambi. Usiongope, usisengenye, usitukane, usidhuru, usisikilize muziki ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini daraja ya tatu ya saumu tunaambiwa saumul qalbi, na hii inaitwa saumu khawasil khawas. Saumul qalbi anil himam ad-daniya, ni kuzuia ule moyo kufanya mambo duni duni. Wakafu si wallahi azza wa jalla, na kujizuia na kufungamana na mambo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hayapendi. Tunaambiwa wa huwa rutbatul anbiya'i was-siddiqin. Daraja hii ni daraja ya mitume na wakweli. Tukifanya hivyo, ndugu zangu katika imani, tutatoka ndani ya huu mwezi mtukufu wa Ramadhani tukiwa wacha Mungu, na siku ya kiyama Mwenyezi Mungu atatuingiza peponi bila kutuhesabu. Siku ya kiyama tukifunga vizuri, saumu zetu zikakamilika, ucha Mungu kakita kwenye nyoyo zetu, baada ya Ramadhani kumalizika tukaendelea na mema, Allah siku ya kiyama anatutia peponi bila kutuhesabu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, idha kana yaumul qiyama, itakapokuwa siku ya kiyama, yaji'u qaumun, watakuja watu, lahum ajnihatun ka ajnihati tayri, wakiwa wana mbawa kama vile mbawa za ndege. Sio kwamba maumbile yetu yatakuwa kama ndege, hapa kinachokusudiwa ni ule uwezo wa kupaa. Yaji'u qaumun bi ajnihati ka ajnihati tayri, watakuja watu wakiwa na mbawa kama mbawa za ndege. Fayatiruna biha ala hitanil janna, wataruka kwa mbawa hizo kuta za pepo kuingia peponi. Wakishadikila peponi, fayaqulu lahumul khazin, yule mlinzi wa pepo atawauliza, hal raaitumul hisaba, nyinyi mmeingia humu mmehesabiwa nyinyi? Maana kabla ya kuingia peponi lazima tusimame katika uwanja wa hesabu, tuhesabiwe mazuri yetu na mabaya yetu. Mabaya yakiwa mengi, maovu machache, tuingie peponi. Sasa mlinzi wa pepo anawauliza, hal raaitumul hisaba, nyinyi mmeingia humu mmehesabiwa nyinyi? Fayakuluna, kwanza atawauliza, man antum, ni kina nani nyinyi? Fayakuluna nahnu min ummati Muhammad, watasema sisi ni katika ummati Muhammad. Ndio awaulize, hal raaitumul hisaba, mmehesabiwa? Fayakuluna la, watasema hapana. Atawauliza tena, hal raaitumus sirata, je mmepita kwenye sirata? Sirata ni njia nyembamba kama uzi na ina makali kama wembe. Upande wake wa kulia kuna moto na kushoto kuna moto. Daraja ndio ile sirata yenyewe. Watu hawataweza kuvuka pale, wengine watatumbukia motoni. Sasa mlinzi wa pepo anawauliza, hal raaitumus sirata, nyinyi mmepita kwenye sirata nyinyi? Fayakuluna la, watasema hapana. Fayaqulu lahum bima wajadtum hadhihi darajat, atawauliza nyinyi mmeipataje daraja hii? Fayaquluna nahnu abadna Allah ta'ala sirran fi dari dunya, sisi ndio wale ambao tulimwabudu Mwenyezi Mungu kwa siri hapa duniani. Kule duniani tulimwabudu kwa siri. Wa adkhalana aljannata sirra fi dari alakhirah, na yeye Allah ametuambia, ameamua kutuingiza peponi kwa siri katika nyumba ya akhera. Kwa tulimwabudu Allah duniani kwa siri, leo akhera ametuingiza peponi kwa siri. Kwa nini? Kwa sababu ibada ya saumu ni siri baina ya mja na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwani leo ukiingia ndani ukala ubwabwa wako, ukanywa na maji yako, ukachukua majivu kidogo ukajipaka, ukatoka,
ukasema nimefunga, nani atajua? Kwa hiyo saumu ni ibada ya siri baina yako wewe na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa miongoni mwa malipo makubwa ni Mwenyezi Mungu kuingiza janna bila kukuhesabu. Sasa mwezi unapoandama, malaika huwa ananadi akisema ya baghiyal khair aqbil, mwenye kukusudia kufanya kheri, ielekee hiyo kheri, uifanye kweli kweli. Wa ya baghiya sharri aqsir, na wewe unayekusudia kutaka kufanya shari, hebu achana na hiyo shari, kwa sababu Ramadhani itakapoondoka, mbingu na ardhi zitatulilia sisi, huku zikisema huu ni msiba umewakuta ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau wangejua yale wanayoyapata Waislamu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, wangetamani hii Ramadhani iwe mwaka mzima. Lakini maskini ya Mungu hatujui. Tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala azidi kutuengaenga ndani ya huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, tuyaendee yale yanayomridhisha na tujiepushe na yale yanayomchukiza. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi muhkam kitabihi at-tanzil wa qawluhu al-haqq wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا عزيز يا غفار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون والحمد لله على التمام والكمال. وأقم الصلاة إن صلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.